Kwa majina naitwa Azizi Karimu Mtambo, ni afisa udhibiti ubora kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania. Sisi Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania tuko Kizimkazi, tumekuja kufanya kazi. Kwa hiyo kazi iliyotuleta kubwa ni kuja kuonyesha wakulima na wadau mbalimbali matumizi sahihi ya mbolea, taasisi inavyofanya kazi, utengenezaji wa mbolea pamoja na usajili wa viwanda, usajili wa uzaji wa mbolea na kazi nyingi sana tunazofanya, lakini kubwa zaidi ni kumwelewesha mdau yoyote yule jinsi ya kutumia mbolea kisahihi. Sasa tunaposema Kizimkazi tumekuja kufanya kazi, tumeambatana na wadau wetu. Tuna wadau baadhi, sio wote. Hapa tuna Minjingu, tuna Kinfida, tuna Itracom, lakini pia tuna kampuni ambayo itakuja kuzalisha mbolea hapo baadaye, mbolea ya mwani, ambayo pia na yenyewe ipo. Karibuni sana kwenye banda la Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA. Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa zipo hapa. Karibuni sana. Asante. Kwa majina naitwa Project Amos, ni manager masoko kampuni ya mbolea ya Itracom. Itracom ni wazalishaji na wasambazaji wa mbolea aina ya fomi ambao tunapatikana mkoa wa Dodoma, Tanzania, na tulianzishwa rasmi mwaka 2022 ndipo uzalishaji ulipoanza, lakini kuzinduliwa kwa kiwanda rasmi, kiwanda kilizinduliwa na Mheshimiwa Rais mwaka 2025 mwaka jana mwezi wa 6 ndio ilikuwa uzinduzi rasmi. Katika ushiriki wetu wa Kizimkazi Festival mwaka 2026, Itracom tumeingia tukiwa kama wadau ambao tuko chini ya Mamlaka ya Mbolea Tanzania TFRA. Hawa ndio wasimamizi wa mbolea na ndio wanaotuongoza katika masuala mazima ya ubora wa mbolea zetu na usajili. Kwa hiyo katika kuingia kwetu mahali hapa yapo manufaa mbalimbali ambayo tumeyaona, lakini la kwanza ni kukutana na wadau tofauti tofauti kwa ajili ya kuzielewa mbolea zetu na kujua tunapatikana wapi. Lakini la pili ni kwamba Itracom kwa sababu ndio mara yake ya kwanza kushiriki katika maonyesho haya na mbolea zetu bado zilikuwa hazijavuka kuja upande huu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Itracom sasa tumeanzisha commitment kwamba tunafuata utaratibu kwamba ni namna gani mbolea zitaweza kuvuka na kuja huku. Lakini la tatu ambalo ni la mwisho ambalo tumelifanya sana kwa mikoa ya Tanzania bara ni kwamba tutafanya mashamba darasa kuhakikisha kwamba mbolea hizi zinafanya vizuri kwa wadau, na zitakapoanza kutumika sasa kwa wadau wa sehemu hii ya Jamhuri basi ziweze kuonesha tija na wadau waweze kuzitumia na kupata matunda inavyotakiwa. Kuhusu lini, kama alivyosema ndugu mwandishi wa habari kwamba mara baada ya maonyesho haya, jambo la kwanza ambalo tunataka tuanze nalo ni kuhakikisha kwamba kwa kushirikiana na wenye mamlaka ya utafiti ambao ni ZALI kwa huku, kuhakikisha kwamba mashamba darasa yanaanza, na mashamba darasa yanapoanza, wakati huo mchakato wa kuleta mbolea sasa unaanza pia. Kwa mfumo wetu sisi tunavyofanya, Itracom inabaki kama mzalishaji, lakini tunakuwa na wale wasambazaji ambao ni madistributor. Kwa hiyo moja pia ya manufaa ambayo tumeyapata katika maonyesho haya pia ni kutengeneza mtandao wa wasambazaji ambao kwa upande wa huku sasa watatumika kuhakikisha kwamba mbolea inawafikia wakulima. Kwa majina naitwa Shabani Salumu Nkolwa. Mimi ni General Manager au meneja mkuu kutoka Kinfida Arusha. Sisi ni wazalishaji wa mbolea za kimiminika, lakini pia tunafanya animal feeds pamoja na uzalishaji wa plastic material kwa maana ya vifungashio. Ushiriki wetu wa Kizimkazi mwaka 2026 umekuwa ni ushiriki wenye tija baada ya kupata mwaliko kupitia TFRA ambao sisi ni wanachama wa TFRA kama wazalishaji wa ndani wa mbolea, na bila kupinda, kwa usema kweli hatuna namna yote, inabidi tumshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amekuwa analienzi hili tamasha katika ile eneo la Zanzibar. Limekuwa lina tija kubwa sana kwa upande wetu. Lakini pia haitoshi kusema hivyo, kwa upande wa Kinfida, namna ya ushiriki kwa upande wa Zanzibar, tumekuwa pia tunasambaza hizi bidhaa kwa upande wa Zanzibar, na tuna baadhi ya mawakala ambao wamekuwa wako huku, na hata kwa sasa kuna mazungumzo yanaendelea baina ya taasisi za huku Zanzibar pamoja na bara ili tuweze kufanya usambazaji wa tija zaidi kwa mikoa hii miwili ya Unguja pamoja na Pemba. Kwa naweza nikasema kwa namna moja au nyingine Kizimkazi Festival imetufanya tumeweza kwenda mbali zaidi kuwafikia wateja wetu kwa kiasi kikubwa zaidi.